Bwana, ni wakati mwingine tena ni kukaribishe popote pale ulipo, na kama ambavyo wanasemaga wahenga kwamba sikio la kufa huwa halisikiagi dawa. Maneno haya yanathibitishwa na klabu ya wananchi Young Africa kwenye mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania, ambapo walitumia tena jumba la maajabu, wenyewe wanaliita hivyo kwa sababu kwenye mchezo dhidi ya Simba walitumia jumba hilo hilo, lakini kwenye mchezo wa JKT Tanzania pia wakatumia jumba hilo hilo. Hii inaitwa kwamba ni utovu wa nidhamu ama kupinga mamlaka za miguu hapa nchini Tanzania. Sasa ninavyozungumza na wewe, mamlaka za soka nchini Tanzania zimeweza kutoa taarifa rasmi kwa klabu hiyo juu ya mwenendo au juu ya kile ambacho kinaweza kutokea. Ngoja nikusomee taarifa hiyo ambayo imechapishwa kupitia kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Taarifa inasomeka kama ifuatavyo: Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Julai 2 mwaka 2026 ilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali ya ligi kuu na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu ya NBC, mechi namba 233, JKT Tanzania 0, Young Africans 3. Klabu ya Young Africans imetozwa faini ya shilingi milioni 100 kwa kosa la wachezaji na maofisa wake wa ufundi kuto kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel Dar es Salaam. Badala yake walitumia vyumba iliyo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 27 kifungu cha 7 ya ligi kuu Tanzania kwa mujibu wa usimamizi ama maamuzi ya ligi hiyo. Aidha, katika hatua nyingine, kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imewapeleka kwenye kamati ya maadili ya TFF Rais wa Young Africans Engineer Hersi Said na maafisa mtendaji mkuu wa klabu hiyo Andre Tine ili kutoa maelezo ya msingi kutokana na makosa ya kujirudia na uvunjifu wa kanuni inayotaka timu kutumia vyumba rasmi vya kuvalia kwenye uwanja wa mchezo husika. Klabu ya Young Africans mwezi Mei mwaka 2026 ilitozwa faini ya shilingi milioni 30 kwa kosa mfanano na hili la kutotumia vyumba rasmi vya kuvalia kwenye uwanja wa mchezo. Badala yake walitumia nyumba iliyo nje ya uwanja. Hiyo ni taarifa kuhusiana na mchezo huo, ambapo inaeleza direct kwamba klabu hiyo imetozwa faini ya shilingi milioni 100 juu ya wao kuonekana wako juu ya sheria ama wako juu ya mamlaka za soka hapa nchini Tanzania. Lakini pia tukio lingine ambalo halijatolewa maamuzi ni yule mchezaji ambaye aliweza kumvunja mguu mchezaji Pacome Zouzoua. Tukio hilo halijaweza kutolewa maelezo ya aina yoyote. Wao bodi ya ligi wametafsiri kama ni fair play. Lakini pia mechi namba 234, Simba Sports Club 1, KMC FC 0. Klabu ya KMC imepewa onyo kali kwa kosa la wachezaji wake watatu: Haimar Saidi Twaribu, jezi namba 71, Steven Donald Mginwa, jezi namba 80, na Hussein Ali Kiio, jezi namba 86, kuvaa jezi zenye namba inayozidi 70 katika mchezo tajwa hapo juu, kinyume na kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 hiyo ya mchezo wa ligi kuu. Lakini pia mechi namba 240, Namungo 2, Mtibwa Sugar 1, klabu ya Mtibwa Sugar imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la wachezaji na maofisa wake wa ufundi kutotumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Majaliwa mkoani Lindi, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Hiyo ni adhabu ambazo zimetolewa na bodi ya ligi kuu kuhusiana na matukio mbalimbali tukiweza kwenye michezo ya mwisho ama mechi za mwisho za ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Nini maoni yako juu ya hiki? Tudondoshe comment yako hapo chini. Hii ni Bongo TZ, usahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na comment ili uwe mwanafamilia, na kila tutakapokuwa tunakuwekea detail pamoja na matukio uweze kuyapata kwa wakati.
Bye bye.